kuonyesha namna gani viongozi wa Chadema walivyo na roho mbaya, kwa sababu ni watu ambao Dani yule dereva wa Heche alikuwa anashuhudia, ni watu ambao wanapata mapesa mengi kutoka mashirika ya nje, vyama vya siasa vya nje, kwa sababu ya mikataba ya ovyo ya kutaka kulisabotage taifa. Dani ameyashuhudia hayo. Sasa anajikuta kwenye safari ya mikutano ya hadhara au vikao vya ndani, yeye mtu mwenye siri nzito kama hizo, anayemwendesha makamu mwenyekiti moja analazwa kwenye gesti ya shilingi 6,000 Kigoma, wakati wao viongozi wanalala kwenye mahoteli ya kifahari, wanaishi maisha ya kifahari. Lakini huyu mtu ambaye anashuhudia haya mambo yote, mambo ya hovyo kwenye taifa, anajikuta anapelekwa kwenye gesti ya FCT, na muda wote anakuwa na msongo wa mawazo. Dani anajua kila kitu kilichotokea Oktoba 29. Dani anajua kilichokuwa kimepangwa kwa ajili ya Sabasaba, kwa ajili ya vyuo, kwa ajili ya mostari, kwa ajili ya mashule. Dani anajua pale gesti aliyofikia alikuwa amelala na vijana wa kutoka nchi gani. Hiyo zuga, hivi wewe kweli unajikuta unashiriki kuchukua labda kitu fulani, kuwachukua vijana kutoka nje ya nchi kwenye gari yako, unawaleta guest, lakini unalazwa kwenye guest ya hovyo kabisa. Kwa unajikuta mtu ana msongo wa mawazo, analala kutwa anawaza maisha yake magumu. Lakini hata wakati mwingine serikali muangalie, Dani ana bima ya afya, Dani ana NSSF, ana kiinua. Chadema watoe kiinua mgongo. Tuna madereva wengi, sio Dani tu, kuna madereva wengi ambao wameshaacha kazi, hawana kiinua mgongo, wanabaki na maisha magumu. Kuna viongozi ndani ya Chadema ambao waliacha kazi, maisha magumu, wako mtaani. Tunao wanasema hawalipi chochote. Zaidi unajikuta umebeba maboksi ya dola, maboksi ya pesa, afu mwisho wa siku unaambulia guest ya FCT. Ni aibu sana. Kwa Dani amejikuta na pamoja na siri nyingi ya maovu ya Chadema ambaye anayashuhudia ya kutaka kulisabotage taifa, Dani anakufa kifo kibaya kabisa cha msongo wa mawazo. Kwa amejikuta kwanza msongo wa mawazo ni mkubwa, alafu mtu mwenyewe analala guest ambaye ina usalama kabisa ya shilingi 6,000. Ni aibu. Mimi nawaambieni vijana wa Chadema, angalieni. Yaani mtu ambaye ndiye dereva wa makamu, alafu kweli tuseme ukweli, ingekuwa serikali serikali ni mbaya, ingekuwa serikali ni mbaya, huyu mtu all the time akiwa Mbeya, akiwa wapi, analala gesti za shilingi 6,000, 5,000. Anajikuta jioni anamaliza kikao, anampa posho 15,000 ndio alale hiyo, ndio ale hiyo. Alafu anamuendesha mtu ambaye anataka kufanya matukio ya ajabu katika nchi. Mtu ambaye anashiriki vitendo vihovu, John Heche. Mtu ambaye ameshiriki matendo mahovu kuanzia huko nyuma. Leo wanamlaza, wanampa posho 15,000. Mshahara wenyewe nikiwaambia ni hatari. Lakini ili liwe funzo kwa viongozi, kwamba wakati mwingine hawa watu tusiangalie chama, kwa sababu kina makelele, tuchukue hatua. Hawa watu wafanyakazi wa kawaida walipwe NSSF, walipwe bima za afya, familia yake, maana yake hapo inaishi maisha magumu. Niwaambieni, yaani Dani maradufu familia yake sasa inaenda kuishi maisha magumu, kwa sababu baba aliyekuwa na Dani alishawahi kusema kitu kimoja, akasema maana sina namna, nitafanyaje, sina sehemu, ndio nimejishikiza hapa, ndio wanatuburuza hivyo. Siku moja alikuwa ananitania, anasema yo, na sisi unasema tu, lakini sema sasa na sisi hata ututetee maslahi yetu. Hatuna maslahi, tuna maslahi mabaya. Sasa Dani amepata msongo wa mawazo, kwa sababu kama mimi unanipa bomu la kulipua, unanipa vilipuzi, unanipa beba mapetroli na beba manini kwa ajili ya kuvuruga tu taifa, alafu nakaa kwenye guest ya shilingi 6,000. It's very bad.
Kwa hiyo mimi nachotaka kusema sio niliwaambia kuanzia juzi, sio kwamba Chadema wanaenda Kigoma kwa ajili ya kikao cha ndani. Pale Kigoma baada ya mwaka tarehe 29 walichukua vijana wengi wa Kenya, walichukua vijana wengi wa upande huu wa kusini mipakani huko Msumbiji. Sasa wakaona wale vijana yawezekana wakufanya kazi nzuri wa upande wa Kenya na huko. Walikuwa wamechukua vijana kutoka Congo DRC. Wale vijana inasemekana wa hivyo vikundi vya uasi vya M23. Wapo vijana wengi kule wanaishi maisha magumu. Kwa hiyo wako tayari hata kujilipua. Kwa hiyo wakawa wamechukua wamewapaki pale Kigoma. Na bahati nzuri hiyo gesti ndio kafia dereva wa Heche Dan maradufu. Sasa wale vijana karibu vijana 50 walikuwa wamewekwa maeneo yale kwa ajili ya tarehe 30 mwezi wa 6 wasafiri kutoka Kigoma waje Dar es Salaam wawekwe maeneo tofauti tofauti. Hapo vijana kama 50 walikuwa 50. Sasa baada ya serikali kushtukia michongo yote ya madumu ya mafuta ya mabomu vilipuzi hivyo, jamaa wakaona wajiwai, wakakimbia Kigoma kwenda kuwaondoa wale vijana, kuwapeleka walipowatoa. Sasa wewe unakutana na dereva wa makamo, ndio maskini kazi yake kuwasomba hao vijana, kuwapeleka huko, kuwapitisha njia za panya mipakani. Sisi tunasema, kwa hiyo watu wanafikiri kamati kuu ile sio kamati kuu. Ile kamati kuu wamejadiliana mule ndani. Serikali sasa, serikali haiwezi kurudia mara ya pili. Walikuwa wanaogopa kile kikao cha kamati kuu, mijadala iliyokuwa mule ndani kwamba sasa tumeshtukiwa, na wengine waliogopa wakajua watafungwa. Wamesema walikubaliana wawarudishe wale vijana, la sivyo serikali kiwashtukia basi wameisha. Kwa hiyo walikuwa tarehe 30 ambaye ni waje hapa Dar es Salaam kwa ajili ya michakato yao hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7, walipue 77, walipue shule, walipue vyuo, walipue hizi baki. Walishagundua kwamba kulipua hizi biashara za watu binafsi hautafanikiwa. Wenyewe wana bima, wana insurance. Kwa hiyo kimaliza kulipua wanaweka insurance, wanaendelea na maisha yao. Kwa hiyo wakaona wapige hizi watak hizi nani za kijamii, huduma za kijamii ambazo ni hospitali, mashule, mavyuo, colleges hizi, lakini vile vile na uwanja wa Sabasaba, kwa sababu wanajua kuna kundi la watu wengi mule ndani. Kwa kifanya tukio moja litawabeba. Lakini alhamdulillah, hata kama hao vijana wameondoka, wamewatoa, lakini wamekuja kugundua serikali iko very serious. Hakuna kujirudia. Lile la kwanza litokea Oktoba, bahati mbaya watu walikuwa kwenye uchaguzi, lakini hili serikali iko very serious, very serious, very serious. Na bado wameshtukiwa, wana vijana hawa kutoka nchi jirani kwa ajili ya kuja kulipua, wana vilipuzi, wana mafuta. Hatari sana watu, sio watu wazuri. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, lakini nimepokea message nyingi za mama ntilie, bodaboda, wanamshukuru Katana. Endeleeni kufanya kazi kulinda taifa la Tanzania, kulipua vyuo, kulipua majengo, kulipua hospitali, kulipua dispensary, kulipua vituo vya afya, kulipua Sabasaba kwa sababu ina watu wengi na contain watu wengi. Kulipua tu. Wanajadiliana namna ya kulipua, lakini serikali imesimama stable, na naamini hii tunaivuka, hii tunavuka salama. Bado wanaendelea na mikakati yao, lakini wale wenyewe wamegoma. Toa vijana mnawalipa hela, walala. Kwanza vijana wenyewe hata na washanga, mnalala 6,000 ili kulipua, au kwa sababu maisha yamekuwa magumu huko kwenu? Maisha yamekuwa magumu huko DRC. Si vijana wa nini wengine walikuwa sio hadi vijana walevi tu, wengine wana msongo wa mawazo, kwa wanajua hata nikilipua nikijiua sawa. Lakini sasa tunashukuru maeneo yote ya mipaka sasa yana ulinzi unaimarishwa. Niwaambieni, wanaimarisha ulinzi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hata zile njia za panya wakuu wa mikoa wanaenda kuimarisha. Mejaribu
Sasa hivi mtashindwa na mtaregea. Kwa hiyo tunaenda kuimarisha, lakini tunaenda kuweka namba zetu za simu ili tuendelee kuwasiliana na watu ambao wanatupa taarifa sahihi kwa ajili ya kuliokoa hili taifa. Hili taifa ni letu sote. Ninyi ambao mnatumika, watoto wenu wako nje ya nchi, wanasomeshwa bure, wanalishwa bure, wake zenu wanalishwa bure, wanasomeshwa bure. Tukome. Haitajirudia. Never again. Never again. Asanteni sana.